Ni muda wa mwendo wa saa 3 usiku. Timu ya TriGen Media inafika katika kituo kikuu cha mabasi jijini Dodoma, alimaarufu kama 88. Ni katika mwendelezo wa elimu ya usalama barabarani na kuhakikisha kuwa idadi ya vifo vinavyotokana na ajali za barabarani inapungua ama kutoweka kabisa. Jambo ambalo halikutarajiwa ni kwamba tunawakuta askari wa kikosi cha usalama barabarani muda huu wa usiku katika kituo hicho cha mabasi, na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, yani RTO SSP Yusuf Kamota, ndiye anayeongoza operesheni maalum ya ukaguzi wa mabasi. Wanakagua hapa na wanakesha masaa 24 katika checkpoint yetu hii kufanya huu ukaguzi, kuhakikisha magari yote yanayopita hapa yanakuwa salama. Kama kuna changamoto za gari limejitokeza, abiria wakiripoti, basi ukaguzi unafanyika, maoni yanatolewa, ushauri, chombo kinarekebishwa, hatua zinachukuliwa, wanaendelea na safari. Na hapa ni kitovu cha mabasi ya kwenda mikoa karibia yote inapita hapa. Nini ambacho ungependa kuambia madereva wa mabasi, hata abiria pia? Nimeona ulikuwa umeingia mpaka ndani ya mabasi, umezungumza na abiria. Napenda kuambia kwanza, hii ni makao makuu ya nchi Dodoma, na mabasi yote yanayekwenda kanda ya huku Mwanza, sijui Musoma, Kigoma, Tabora, Sumbawanga yanapita hapa. Kwa hiyo na sisi hapa tunazidi kuwa makini zaidi, ukaguzi wetu ni mkali na tumejipanga vizuri kuhakikisha mabasi yote yanapita kwa usalama. Kwa sasa ni kipindi cha kuelekea sikukuu ya Pasaka, na muuliza SSP Kamota, hii ndiyo sababu ya operesheni hii mkoani Dodoma ama limekuwa zoezi endelevu? Katika operesheni hii sisi tumejipanga vizuri katika mkoa wa Dodoma. Ukiingia Kongwa utatukuta, ukienda Bahi utatukuta, ukifika Mtera utatukuta, ukirudi moja kwa moja hii Kondoa paka Bereko utatukuta. Tuko on masaa 24 mbashara kuhakikisha mabasi yanapita hapa Dodoma, yanasafiri kwa usalama, ukizingatia hapa ni makao makuu ya nchi na mabasi yanapita hapa ni mengi sana, kwa sababu hapa ni katikati ya nchi. Naitwa SSP Mbunja Matibu, tukiwa katika msisitizo kuhakikisha kwamba madereva, watumiaji wa vyombo vya moto wanazitumia barabara kwa usahihi na salama, kwamba tuwakumbushe tu kwamba vyanzo vya ajali, kuna makosa ya kibinadamu kama vile ulevi, kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari, lakini pia kwenda mwendo wa kasi, kwa sababu ajali zinapotokea kunakuwa na vyanzo vyake. Hicho ni chanzo cha kwanza. Lakini kuna ubovu wa vyombo, wakague vyombo vyao, wapeleke kwa Maveko, vyombo vikaguliwe, wakakague vyombo vyao ili waweze kuingiza magari barabarani yakiwa mazima, kwa sababu kuingiza chombo kibovu barabarani ni moja ya chanzo cha ajali. Lakini chanzo kingine cha ajali ni tunavyoona hali ya hewa ilivyo, kuna hali ya mvua kidogo. Wakati mwingine barabara nazo zinakuwa na mashimo. Kwa hiyo hali ya hewa waiangalie, mvua inapokuwa kubwa sana, watumiaji wa vyombo vya moto si vibaya ukapaki gari pembeni kupisha hiyo hali ya sitofahamu za mvua au upepo mkali. Zote hizo ni hali ya hewa. Mtumiaji wa chombo cha moto unapokutana hali kama hiyo, unaipisha hiyo tahadhari ili ikishatengemaa unaendelea na safari yako, kuliko kuendelea na hali labda wingu kubwa, wingu zito, huoni vizuri mbele. Hiyo pia inaweza kusababisha ajali. Yote ni kuwakumbusha watumiaji wa barabara ili waweze kuzitumia barabara kwa usahihi, katika lengo la kuhakikisha kwamba wanakotoka watoke salama na wafike salama. Ajali za barabarani Afrika ni miongoni mwa vyanzo vikubwa vya vifo, ambapo kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Afya Ulimwenguni WHO kupitia Global Status Report on Road Safety, ni takriban watu milioni 1.19 hufariki dunia kila mwaka kwa ajali za barabarani duniani, huku Afrika ikiongoza kwa kuwa na kiwango cha juu zaidi cha vifo hivyo. Taarifa hiyo ya takwimu za vifo hivyo ni kwa mujibu wa ripoti rasmi iliyotolewa Disemba 13 mwaka 2023, ambayo ni ripoti ya 5 katika mfululizo wa ripoti za Shirika la Afya Ulimwenguni kuhusiana na ajali za barabarani, huku malengo ikiwa ni kupunguza idadi ya vifo hivyo ifikapo mwaka 2030. Kutoka stendi kuu ya mabasi jijini Dodoma, 88 hapa, naitwa Leonard Mubali.